wakati Marekani na Israel wakiandaa makundi ya watu waliopenyezwa katika maeneo mbalimbali kule Tehran na maeneo mengine nchini Iran kwa lengo la kufanya maandamano ambayo yalilenga kushawishi wengine ili waweze kuiondoa serikali ya Ayatollah Ali Khamenei pale Tehran, ambapo tunaweza tukasema mpango ule ulishindwa. Sasa kinachoonekana ni kwamba kibao kimegeuka kwa maana ya sasa wale ambao waliratibu maandamano, sasa maandamano yanafanyika kwenye ardhi zao. Kule Tel Aviv, Jerusalem, kumeripotiwa kuwa na maandamano makubwa ambayo yanalenga kupinga kile kinachoendelea kwa sasa. Na maandamano haya yapo kwa baadhi ya makundi ya wananchi ambao wamejitokeza hadharani maeneo ya Jerusalem, lakini hata maandamano mengine yanaripotiwa kwa maafisa wa jeshi wa IDF kwa maana ya Israel Defense Force, ambao nao wanaendesha maandamano japo si kwa wazi, lakini kwa kile ambacho kinachoonekana kuwa ni kupinga mfumo wa kivita ambao unaendelea mpaka sasa, kupinga maamuzi ya Waziri Mkuu Netanyahu, sambamba na kile kinachoonekana kwamba jeshi kwa sasa limeishiwa nguvu na linaelekea kumeguka. Lakini Marekani kwenyewe ndiko maandamano yamekuwa kiwango kikubwa sana katika miji ya Minnesota, Philadelphia, Washington, pamoja na maeneo mengine makubwa nchini humo yameripotiwa kutokea kwa maandamano makubwa yalionekana yakitamka kwamba no kings, kwa maana wananchi wakiandamana kupinga uongozi wa Rais Trump ambao wanadai umekuwa ukifanya maamuzi binafsi bila kushirikisha bunge, hasa baada ya kuamuru kuipeleka Marekani kwenye vita, lakini wakipinga sera za uhamiaji ambazo kwa muda wa hivi karibuni zimekuwa na athari kubwa kwa wananchi wa Marekani. Sambamba na maandamano haya yamejielekeza pia kujaribu kupinga tunasema kupinga ama kukemea madaraka ambayo yameonekana kuwa ni makubwa ya rais katika kufanya maamuzi mbalimbali. Kwa hivyo hiki ndicho kinachoonekana kwa sasa na kimeripotiwa katika vyombo mbalimbali vya habari ulimwenguni. Kwa hivyo ni kama wanasema malipo ni hapa duniani. Yale waliokuwa wanayatengeneza kwa wenzao ndio kwa sasa yanajitokeza kwao. Hali ya eneo la Mashariki ya Kati bado pia ni hali tete sana, lakini kubwa zaidi ni namna ya taifa la Iran lilivyoendelea kuwa na uvumilivu katika kipindi ambacho wanakipitia. Licha ya ubora wa Mossad, CIA katika kufanikisha malengo ya kuendelea kuua viongozi mbalimbali wa Iran, lakini bado Irani wameendelea kupata nguvu sana. Lakini ukiangalia Marekani na Israeli wamefanikiwa kwenye eneo hilo kwa kiasi kikubwa. Naweza nikasema kwa 100% sana. Uwekezaji wao wa muda mrefu kwenye kufanya ujasusi wa viongozi wa Iran umelipa kwa kiwango kikubwa sana. Na wao waliamini kwamba kuwa target viongozi wakubwa wa taifa la Iran wa kiserikali na wa kijeshi ingekuwa ndio kumalizika kwa vita hivyo, lakini pengine intelijensia yao pia ilishindwa kwenda kufanya utafiti wa ndani zaidi wa kutambua namna ya serikali ya Iran pia ilivyojipanga katika mpango mbadala wa kukabiliana na hayo. Kuna kitu kinaitwa Decentralized Mossad
defense. Hiki ndicho kitu ambacho kinawapa nguvu na ushupavu mkubwa wa kuendelea kuwa wavumilivu kwa sasa taifa la Iran, kugawanya nguvu za kijeshi kuanzia kwenye kufanya mashambulizi ya kijeshi retaliatory attacks, kwa maana ya mashambulizi ya kulipiza kisasi, lakini kwenda kwenye kufanya tunasema kucommand pia mashambulizi kwa ujumla. Ni eneo ambalo Irani wamefanya homework nzuri sana na kwa kiwango kikubwa wamefanikiwa kutumia huo mfumo kama policy yao ya kudumu kwenye jeshi. Pengine ndio kitu ambacho mpaka sasa kimewafanya waweze kusurvive, lakini bila ya hivyo manake huenda kwa sasa wangekuwa katika hali mbaya, kwa sababu ukiangalia preemptive strikes ya tarehe 28 mwezi wa pili iliondoka na Ayatollah Ali Khamenei ambaye ndio amiri jeshi mkuu, kiongozi mkubwa wa serikali na wa kidini, ambaye ndio anatoa mamlaka zote za nchi kushambulia ama kurudi nyuma na kadhalika. Lakini ukiangalia mashambulizi ile pia liliondoka na mkuu wa majeshi wa Iran, mkuu wa IRGC kwa maana ya jeshi lile la mapinduzi la Iran. Kwa hiyo manake watu wa komandi wote wakubwa waliondolewa, waliuawa katika mashambulizi yale ya awali kabisa. Maana yake kwa 100% homework ya CIA pamoja na Mossad ilifanya kazi kwa kiwango kikubwa sana, lakini msaada mkubwa ama kupona kwa Iran kulibakia kwenye decentralized Mossad defense ambayo waliipandikiza kwa muda mrefu sana. Tulimsikia Abbas Araghchi, waziri wa mashauri ya kigeni, akigusia kidogo namna ya hiki kinachoitwa decentralized Mossad defense kinavyofanya kazi, kwa maana wamehamisha tunasema mgawanyo wa majukumu sio tu kwenye eneo la kijeshi, lakini hata kwenye maeneo mengine pia ya kiutawala. Kwa mfano eneo la Ayatollah lenyewe tayari kulikuwa na walisi zaidi ya 3 ambao walikuwa wamekwisha kuwa appointed, wamekwisha kuwa wameteuliwa. Inapotokea nchi imeingia katika hatari, manake moja kwa moja hao watakuwa na nafasi kubwa ya kushika nafasi. Lakini mfumo huu pia umeelekea kila mahali kwenye wakuu wa majeshi pia, maana yake kulikuwa na wakuu wa majeshi zaidi ya 3 mpaka zaidi ya 3 mpaka 8 wanasema, ambao tayari walikuwa wameandaliwa, endapo umetokea mmoja amefariki basi mwingine anachukua nafasi. Lakini Central Command, mamlaka ya mwisho pia tayari yalikuwa yametawanywa, na ndio maana hata baada ya mashambulizi yale Iran haikuchukua muda mrefu kusubiri nani atatoa command, nini kifanyike baada ya preemptive strikes ile tarehe 28. Badala yake baada ya masaa machache, maana yake command ziliendelea kupitia kwenye makambi zaidi ya 31 yaliyopo katika miji mbalimbali Tehran, na alifanya kazi. Lakini hii centralized Mossad defense pia haijaishia hapo, pia ilihamishiwa hata kwenye upande wa mifumo ya umeme. Unaambiwa Iran kwenye zile power plant zao pia wanatumia ile decentralized pia, kwa sababu wametawanya power plant nyingi kwenye mikoa tofauti. Kwa hivyo unapoipiga power plant moja, maana kuna power plant nyingine itakuwa inachukua nafasi na kuendeleza huduma za umeme kwenye taifa lao. Kwa hivyo hili ni eneo ambalo huenda intelligence agency ya Marekani pamoja na Mossad ya Israeli walishindwa kung'amua mapema, na hii ndio na hapo tunasema ndipo udhaifu ambao umeonekana. Lakini ukweli ni kwamba kwa sasa, pamoja na madhara yanayoendelea kuwa makubwa katika taifa la Iran, bado Iran wameendelea kunufaika pia kwenye vita hii, kwa sababu mpaka sasa kupitia lango la Hormuz ambalo limekuwa na udhibiti wa moja kwa moja kutokea Tehran, tayari limekwisha ingiza zaidi ya trilioni 3.3 ndani ya mwezi mmoja, kama
faida kutokana na mauzo ya mafuta ambayo yanauzwa kwa sarafu ya yuan ya kule China, lakini zile meli ambazo zinatozwa ushuru kama sehemu ya charges ili kupitisha mafuta imewasaidia kufanya collection kubwa ya kiwango kikubwa cha fedha. Kwa hivyo maana yake vita kwa upande mkubwa imekuwa na faida zaidi kwa Iran na tofauti ilivyo kwa taifa la Marekani ambao tayari limepoteza military base kadhaa eneo la Middle East, limepoteza mifumo ya anga ya Patriot, ya Third, David's Sling, lakini pia rada ambazo zenye gharama kubwa, na inatajwa mpaka sasa hivi zaidi ya trilioni 52 tayari Marekani wamekushapoteza tangu kuanza kwa vita hivi. Kwa hivyo hali hii imeendelea kuripotiwa hivyo. Sasa kinachoonekana ni nini? Kwamba utofauti wa sasa wa taifa la Iran kwenye maandalizi walioyafanya ndicho kinachokuja kuwatofautisha na mataifa mengine ambayo yalikumbwa na changamoto kama hizi za uvamizi kutoka Marekani. Ukienda Libya, Iraq, Afghanistan, kule Kabul na maeneo mengine walikumbwa na mazingira kama haya, lakini sasa kwa Iran wao walitengeneza mifumo hasa huu wa decentralized mosaic defense ambao umewasaidia kuzalisha silaha wenyewe, tofauti na nchi hizo ambazo nimezitaja. Hazikuwa na uwezo wa kuzalisha silaha, zaidi walikuwa na uwezo wa kuimport kutoka nje kununua, lakini Iran maana yake wanazalisha wenyewe. Kwa hiyo hata wakati vita inaendelea maana yake wanaweza kuzalisha silaha na wakaweza kuendelea na vita. Kwa hiyo ni vigumu kukabiliana na taifa la aina hili ambalo linazalisha silaha lenyewe, linaendesha mifumo ya mapigano ambayo mifumo ya kisasa kabisa ya mapigano ambayo kugawanya majukumu bila kujua central command exactly limetokea wapi, na ndio kitu ambacho kinawasaidia. Na ndio moja kwenye kauli za viongozi wa Iran walizungumza kwamba walikuwa wanaitaka sana vita hii na Marekani. Kwa hivyo maana yake ni kwamba uwekezaji waliofanya kwenye eneo la kijeshi ndio umewafikisha hapa, na ndio maana walisema wametumia muda mrefu, wametumia nguvu kubwa kufanya uwekezaji kwenye eneo la maandalizi ya kijeshi, muda ambao wangeutumia kwenye kuwekeza kwenye maendeleo ya kiuchumi katika taifa lao, maana yake wangekuwa na uchumi mkubwa sana. Na ndio tunasema dalili za kuwepo kwa mazungumzo ya kidiplomasia kwenye mzozo huu ni madogo sana. Marekani wamekuwa wakisema kwamba wanafanya mazungumzo na moja ya viongozi wa Iran akiwemo spika wa bunge wa Iran, lakini si kweli. Wakati wanazungumza hivyo wanaendelea kufanya mashambulizi katika nchi ya Iran na maandalizi mengine yanaendelea, ikiwemo taarifa ya uwepo ama taarifa ya huenda kukawa na askari ambao watatumwa kwenda kufanya uvamizi wa ndani, ambao mimi kwa kweli nachelea kusema kama kutakuwepo na aina hiyo kutokana na ukweli kwamba vita ya sasa ya anga imekuwa ni ngumu kwao. Sijui sasa kwa vita ya moja kwa moja itakuwa katika kiwango gani. Kwa hivyo dalili za kufikia suluhu kwa sasa ni ndogo, kwa sababu Iran yenyewe imejipanga kufanya vita kuwa ya muda mrefu, ili vita ikimalizika kila taifa lifanye shughuli zake za kiuchumi, zifanye shughuli zake za kimaendeleo bila kumwaza mwingine. Maana yake ni kwamba kutengeneza heshima baada ya vita hii kumalizika, kila taifa lifanye mambo yake. Nimefikia tamati kwenye mazungumzo yetu ya leo. Ninakushukuru sana na kwaheri kwa sasa. Asante.